So sasa hivi inawezekana kabisa kuna mtu unampenda sana. Yaani kuna mtu unampenda huelewi. Kiasi kwamba asipokujibu message unaanza kuimagine atakuwa labda ana chat na fulani, atakuwa anaongea na mtu mwingine, atakuwa anafanya hivi. Unamuonesha kila kitu, unafuata. Yaani unabadilika mpaka tabia zako. Kama anapenda nguo ndefu unavaa nguo ndefu. Kama hapendi uongee kwa sauti unashusha sauti chini mwanamke. Kama unatengeneza urafiki na marafiki zake, unabadilisha lifestyle yako, yaani kwa sababu wewe unaamini furaha yako ipo kwa wewe mtu. Umeelewa? Yaani kila kitu unachokifanya, yaani wewe unakifanya ili yeye awe na furaha. Kitu chochote ambacho unahisi ukikifanya hakitomfurahisha, unajitahidi kukiacha. Si ndio? Lakini huyo mtu ni hakuelewi. Unaona mapicha picha. Anakuonesha kama vile yani wewe ni second option. Yani ukitaka utabaki, ukitaka utaenda. Anakutreat kama kitu gani sijui. Nikwambie kitu. Ukijisikia kulia, lia. Yani usijizuie. Umejisikia kwamba hilo jambo linakupa lia. Hujajisikia kula, usile. Umetaka kulala usingizi umekosa, usilazimishe. Kaa mpaka utakapokuja wenyewe. Yaani hakikisha unateseka na hiyo hali. Yaani iache ikutese, kwa sababu kadri hiyo hali inavyokaa hapa, unavyoikubali, usikatae, unavyoikubali ndio inavyoondoka na zile feelings. Moyo una tabia, hauwezi kukaa sehemu ambayo unakerekwa kila siku, upati amani, upati furaha. Hizo hisia zitaisha. Ndugu yangu, hizo hisia zikishaisha, huyo mtu utamuona kama kuku. Unaelewa? Ushawahi kuona wale kuku wenye vidonda? Ushawahi kukutana kuku mwenye kidonda? Yaani hata kumwangalia unakuwa utamani kumwangalia. Hata ukiwekewa mezani hapo umle, ukiambiwa ndio yule kuku mwenye kidonda, unakuona kama staki. Huyu kuna namna atakuwa alikuwa infected. Kwa nini nile kujitesa? Au kwa nini nile kupata magonjwa? Hisia zikiisha kwa mtu uliyekuwa unampenda sana. Hisia zikiisha. Hisia zikiisha, ndio unaanza kuona wanatembea vibaya. Ndio wananyoaje hivi? Mbona kama wapulizaji hata perfume harufu yao sio nzuri? Yaani hisia na zinaishaga. Niulizeni mimi, zinaisha. Mara nyingi watu tunawaona ni wa muhimu sana. Mara nyingi watu tunawaona kama ni kila kitu. Tunaona kama ni tuna imagine future na wao, ndoa, watoto. Yaani unaona kabisa hiki ndio perfect kitu ninachokitaka. Ila zinakuwa ni zile hisia zako ulizonazo juu yake zinafanya umuone mtu yuko so special. The moment zile hisia zikiondoka, unaanza kukitafuta sasa kile kitu ulichokuwa unakipenda, haukipati. Na wengine mnajikutaga tu mnawapenda watu kwa sababu labda umetoka kwenye mahusiano, umeumizwa, umekutana na mtu kakuongelesha vizuri, hujazoea kuongeleshwa vizuri, una fall in love. Kumbe yuko na vitu vingi ambavyo uvipendi, but you don't pay attention kwa sababu by that time unatafuta relief, unatafuta kupoa moyo wako. Unatafuta kupona kwanza. Sasa usiombe ukapona ukiwa kwenye mahusiano. Yaani mfano huyo mtu akakukubalia, ukaingia naye kwenye mahusiano, afu ukapona ukiwa naye. Ukaja kugundua sio uliokuwa unamtaka na wala hana chochote ambacho wewe unakitaka. Ndugu yangu. Kwa hiyo hisia waga zinaisha. Zinaishaga kabisa. Kwa wewe kama unateseka sasa hivi, na kuhakikishia, endelea kuteseka nazo. Lia, fanya kila kitu, lakini pia usisahau kujipenda. Yaani wakati vyote hivyo vinaendelea, oga vizuri, suka, fanya mazoezi, punguza kitambi. Uwe ni wa kike uwe ni wa kiume. Puliza perfume yako vizuri, fanya kazi, invest. Yaani unaamka asubuhi unafanya kazi zako, usiku ukirudi unalia. Ukiamka asubuhi unafanya mazoezi, ukimalizika usiku unalia. Mpaka itafika siku hautolia, hautofanya chochote, utakuwa tu unaangalia like what is this? What is happening? Yaani hawatakuwa type yako tena. Yaani in fact watakuwa hata wakiongea wanakuboa. Yangu ni hayo, naenda Nifaya Cosmetics, tukutane Sinza.